Alhamdulillah, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, tukiwa tunaendelea na darasa letu la sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na kitabu cha Ar-Rahiq Al-Makhtum cha Safi Ar-Rahman Al-Mubarak Kafuri, tukiwa tumemalizia kuzungumzia baadhi yaliyotokea katika mwaka wa 9 kando na vita vya Tabuk. Tumeeleza kuhusu kisa cha li'an kilichopatikana baina ya Uwaimir al-Ajlani na mkewe, na kuhusu kupurwa mawe al-Ghamidiyya na yule Ma'iz, na tumeelezea kuhusu kufariki kwa Ummu Kulthum radhiyallahu anha wa ardaha, na tumeelezea kadhalika kuhusu kufariki kwa Najashi katika huo mwaka wa 9 na kufariki kwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kichwa cha wanafiki. Na katika yalotokea tumesema ni hajj ya Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Kwa hivyo wa kwanza kuongoza msafara wa hajj katika Uislamu ni nani? Ni Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama katika mwaka wa 9 baada ya vita vya Tabuk alitaka kwenda kufanya ibada ya hajj, lakini kwa kuwa bado kuna ahadi na washirikina, ahadi ile inawaruhusu wale washirikina kuishi katika mji wa Makka na kufanya baadhi ya ibada zao na shaair zao ndani ya mji wa Makka, na katika ibada zao ni kuhiji, na katika kuhiji kwao ni kwamba wanahiji wakiwa uchi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakupenda kuwa atakwenda katika ibada ya hajj na bado Makka na Kaaba na mashair inayo shiar za kishirikina, shiar za kufr kama kuabudu masanamu, yote hayo na mengineo, yani bado watu katika dini zao. Lakini katika ile haji ya Saidina Abubakar Siddiq ambaye Mtume amempatia uongozi wa kufanyisha watu ibada ya haji, akiwa pamoja na yeye zaidi ya watu 300 kutoka Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia ngamia 20 kama hadi sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenyewe akampatia ngamia 20 na akazivalisha ile alama ya kwamba hawa ni hadi, qalladaha wa ash'araha kwa mkono wake mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam mtukufu, na akajalia ambaye mwenye kusimamia ngamia hao kuwapeleka mpaka Makka ni Najia ibn Jundub al-Aslami radhiyallahu anhu wa arda. Na Saidina Abubakar amebeba yeye ngamia 5 katika hadi alobeba Saidina Abubakar radhiyallahu anhu wa arda. Kisha baada ya kutoka Saidina Abubakar as-Siddiq kuelekea zake Makka, njiani kukateremka tumesema awailu surati Baraa, mwanzo wa suratu Baraa. Suratu Baraa sura gani? Suratu Tauba. Mwanzo zile aya za mwanzo zinazoeleza Mola kuwa mbali na ahadi ile iliyokuwa pamoja na washirikina, Mola na mtume wake, bara'atun min Allahi wa rasulihi. Hii ni kuweka wazi kwamba Mola ako mbali yeye na mtume wake kutokana na yale ambayo kwamba wameahidiana na washirikina. Kwa hivyo fasihu fil ardi 4 ashhurin, tangazeni, tembeeni katika ardhi miezi 4. Ndio maana alipotangaza Saidina Ali, Saidina Abubakar akamtuma Saidina Ali, Saidina Abu Huraira kumsaidia Saidina Ali pamoja na baadhi ya masahaba wengine. Saidina Abu Huraira asema tulinadi na tukatangaza kwa sauti mpaka koo zetu zikaisha. Alipokuwa Saidina Abubakar yuko njiani, zikateremka hizi aya za kueleza kwamba mtume ile ahadi aliyokuwa ametukuliana pamoja na washirikina imefika kikomo, imewasilia ndio mwisho, na ili atangaze kwamba ahadi imeisha ni lazima aje yeye mtume kama ada ya Warabu, au aje mtu katika nasaba yake, katika asaba yake, ambaye kwamba anaweza kumrepresent mtume sallallahu alaihi wasallam katika kinasaba, ambaye kwamba ni nani?
ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu warda. Ndiposa mtume akamtuma Sayyidina Ali ambaye nenda kamwahi Abu Bakar utekeleze haya. Abu Bakar akiwa njiani asema nikawa nasikia sauti ya ngamia, rughaa naqatin. Rughaa ni ile sauti ya ngamia akiwa anatembea, sauti yake anayoitoa. Warabu kama tulivyosema, kila sauti una jina lake, kila sauti kuna kubweka na kuna hiyo ni nabh alkilab, kuna sauti ya punda inaitwa shahiq ama nahiq, kuna sauti ya ngamia, kuna sauti ya ng'ombe inaitwa khuwar. Asemaje Mola Subhanahu wa Ta'ala katika sura Taha alipoulizwa yule Samiri akasema lahu khuwarun faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Yotengezea ng'ombe ambaye una sauti, toa sauti, faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa. Kwa hivyo kila sauti una jina lake, na sauti ya ngamia huitwa rugha. Asema alikuwa Saidina Ali amepanda ngamia wa mtume ambaye akiitwa Al-Qaswa, alitoka naye kwenda kuhiji. Sasa Saidina Bakar asema nikawa nasikia sauti ya ngamia wa mtume nyuma, nikigeuka kumbe nani? Asema Saidina Bakar niko nadhani mtume ndo wamefika, nikigeuka kumbe nani? Ni Ali radhiallahu anhu warda. Ndio Saidina Bakar akamuuliza, amirun anta am ma'murun am rasulun? Wewe ni amiri umekuja tukua uongozi, niwe mimi niko chini yako, ama ni umekuja uko chini yangu? Saidina Ali akamwambia la, mimi nimekuja, nimeamrishwa, niko chini yako, ni mtume mimi nimetumwa. Kisha akampatia kitabu ama barua ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao kwamba inaeleza kwamba Saidina Bakar ndo amiri na Saidina Ali kazi yake ni kutangaza haya mambo matatu. Saidina Ali ametangaza mambo mangapi? Matatu, ambao ya kwanza ni la yahujjanna ba'da hadha al'ami mushrikun. Hakuna, hiyo iko ni siku ya Nahr, yaumun Nahr, siku ya 10 ambayo ni siku ya Eid. Yaumun Nahr siku ya 10 ambayo ndio siku ya Eid, ndipo baada ya hajj, baada watu kutoka Arafa, kutoka Muzdalifa, wakifika Mina Jamarat, hiyo siku ya 10 Saidina Ali alisimama akatangaza kwamba ahadi ya Mola na mtume wake kwa washirikina imeishia hapo, na kwamba baada ya mwaka huu hakutohiji mushrik nyumba ya Allah, na wala hatotufu nyumba ya Allah mtu uchi, wala hatoingia peponi isipokuwa mu'min, yani mwenye kumwamini Mola na mtume wake. Ya nne ambapo ndio hilo tumesema kwamba ambaye kwamba ana ahadi, basi ahadi yake ni mpaka muda wake, na ambaye kwamba hana ahadi amepewa miezi 4 ajipange atoke, na ambaye kwamba ikiisha miezi 4 basi Mola yuko bari, yani ana haki ya yani mtume sasa ana haki ya kuchukua hatua yoyote. Kama wewe umepewa muda wako ni mpaka wakati wa muda wako kuisha, na kama hukupewa muda basi muda wako ni miezi 4. illa alladhina ahadtum min almushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudahiru alaykum ahadan faatimmu, watimizieni ilayhim, watu hao, ahdahum, ahadi yao, ila muddatihim, mpaka wakati wao kufika. Allaha yuhibbu almuttaqin. Na kwa namna hii ni nida la tangazo lilikuwa ni kama tangazo la kumaliza ushirikina Makka, kwamba khalas ushirikina ndio umeishia hapa, hakuna tena baada ya hapo tena ushirikina. Na haji iliyofuatia ilikuwa ni ile hajjatul wadaa ambayo kwamba tutakuja kuieleza katika darasa letu inshallah taala, ndio haji ya mwaka utakaofuatia baada ya mwaka huo wa Saidina Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Asema nadhratun ala al-ghazawat, tupige jicho, asema kuhusu hizi ghazwa za mtume tulizozieleza. Hebu tuangalie tumepata kujua gani na yapi ya muhimu.
Asema idha nadharna, pindi tutakapokuwa ni wenye kuangalia ila ghazawati nabii sallallahu alaihi wasallam, kuangalia vita vya mtume, ghazwa za mtume, na bu'uth katika sira, bu'uth ni anapotumwa mtu mmoja, wawili, watatu, inaitwa ba'th. Mfahamu? Na saraya tumesema ni safari ambayo kwamba ni zaidi ya 10, lakini wametoka kwenda vitani pasina na mtume kushiriki sallallahu alayhi wasallam. Na huenda ba'th ikaitwa saria, na huenda ba'th ikaitwa ghazwa, kama ba'th ar-raji' ikaitwa ghazwatu ar-raji' kwa utukufu wake, kama mfano wa, na huenda saria ikaitwa ghazwa, saria ikaitwa ghazwa, kama mfano, nipe mfano wa saria imeitwa ghazwa. Tunasema saria ni vita ambazo kwamba mtume hakushiriki. Vita mtume hakushiriki ikaitwa ghazwa kwa ukubwa wake. Ya Jordan, ghazwatu Mu'ta, mtume hakushiriki sasa, lakini ikaitwa ghazwa kwa utukufu wake. Kwa hivyo hutokea zingine zikaitwa ghazwa, lakini asli ni hivyo tulivyoeleza. Asema mtu akiziangalia hizi ghazawat na bu'uth na saraya za mtume sallallahu alayhi wasallam, la yumkinu lana wala li ahadin mimman yanzuru fi awda'i al-hurub, asema haiwezi kwetu sisi wala kwa mtu ambaye kama ni mwenye kuangalia hali ya vita kawaida, wa athariha na matokeo yake, wa khalfiyatiha na natija zake, hawezi mtu isipokuwa ni mwenye kusema inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yani mtu haitomwezesha mtu, haitomruhusu mtu isipokuwa ni kusema, hana budi mtu isipokuwa ni kusema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ni kiongozi wa kimilitari mkubwa sana katika hii dunia, akbaru qaidin askariyin fi dunya. Kwa nini? Asema wa ashaddihim, na mkali wao, wa a'maqihim farasatan, na mwingi wao katika ujuzi, wa tayaqqudan, na katika kutanabahi. Kwa nini? Asema innahu sahibu abqariya. Abqari katika lugha maana yake ni genius, ni mtu sahibu abqariyatin fadha, kwa kuna genius ya kipekee katika wasifu wake, kama alivyokuwa ndio sayyidur rusul, ndio bwana wa mitume sallallahu alaihi wasallam, wa a'dhamuhum, na mtukufu wao katika sifa ya utume, ya unabii na utume. Asema kwa nini? Falam yakhudh ma'arakatan, hakuingia katika vita, katika min al-ma'ariki, illa fi dharfi wa min al-jihati alladhaini yaqtadiyahuma al-hazm wash-shaja'a wa tadbir. Yani mtume hakujiingiza katika vita isipokuwa katika situation na upande ambao kwamba ndio inamlazimu mtu akiwa na ushujaa na hazm na mipangilio ya sawa ataingia na upande. Yani lao ungelisema vita vyake mtume sallallahu alaihi wasallam, lao ungelikuwa wewe umepewa option, usingetagua zaidi alivyotagua yeye. Yani vile alivyotagua yeye ndivyo sawa kihikma ya kimilitary, kando na utume. Kimipangilio ya kimilitary, mipangilio yake ilikuwa ni mazuri zaidi, kando na kwamba ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema walidhalika, na kwa sababu ya hiyo, lam yafshal, hakufeli mtume sallallahu alaihi wasallam fi ayi ma'arakatin min al-ma'arik, katika vita vyovyote alizopigana, li ghaltatin fil hikmati wa ma ilayha, kwa sababu eti amekosa hikma. Yani kama ni kushindwa, haikuwa ni kwa sababu amekosa hikma, na kwa sababu wa ma ilaiha min ta'bi'ati al-jaysh, katika upangaji wake wa jeshi, wa ta'yinihi, na kuwa appoint wale viongozi wa majeshi na sehemu za kuweka jeshi, wa ihtilali afdal al-mawadi', na kuchukua sehemu nzuri zaidi ambazo kwamba zitafaa katika muwajaha, katika kupigana, wa ikhtiyari afdali khitatin, na kupanga ama kuchagua plan nzuri zaidi, liidarati daffati alqital, kumanage hali ya vita inavyokwenda. Bal athbata, bali mtume sallallahu alaihi wasallam alithibitisha fi kulli dhalika, katika hayo yote, anna lahu naw'an akhara min alqiyada, kwamba anao sampuli tofauti katika uongozi, ghaira ma arafatha dunya fi alqiwad, tofauti na uongozi ambao kwamba dunia inaojua katika
katika kuongoza vita. Walam yaqa fi ma waqa'a fi Uhud. Tazama mtu atasema sisi tumesema kwamba mtume hakushindwa katika vita vyote, lakini waweza kusema kwamba kulitokea katika Uhud baadhi hazimat, si ndio? Kwa kusema yale tokea katika Uhud, sio Uhud pekee yake, na Hunain. Katika Hunain tumeeleza kwamba mwanzo Waislamu walishindwa, si ndio? Lakini kama vile alivyoeleza Mola, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma Hunain idha ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Sasa katika Hunain na katika Uhud asema haikuwa kwa sababu ni uhaba na upungufu katika planning yake mtume, la, ilikuwa ni kwa wanajeshi. Asema illa min ba'd ad-dha'f fi afrad al-jaysh fi Hunain, baadhi ya wanajeshi katika Hunain walikuwa na udhaifu, walipatwa na udhaifu, na min jihati ma'siyatihim awamirihi, katika kumasi kwa wao, kumasi mtume amri zake wapi? Katika Uhud. Wa tarkihim at-taqayyud, na kuacha kwao kushikamana na hikma na plan waliowekewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kwamba ndo plan imepangwa kistrategic za kimilitary kwamba wao wahami mji wa Madina, lakini kwa kukhalifu wao amri kushuka katika Jabal ar-Ruma ndio iloleta hazima kama hiyo. Asema lakini pamoja na yote, waqad tajallat, imedhihirika abqariyatuhu, uhodari wake na ujinias wake mtume sallallahu alaihi wasallam katika hivi vita viwili vya Uhud na Hunain. Pale pindi inda hazimati almuslimina, wa pande wa Islamu walishindwa, faqad thabata, mtume alithubutu, alibakia, alikuwa na thabat, mujabihan liladu, katika kuface adui. Hakukimbia sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud wala katika vita vya Hunain. Vita vya Uhud alibaki mpaka akavunjwa sallallahu alaihi wasallam rubaiyatuhu wa khadduhu. Yote haya ni kuonesha ushujaa wake katika vita. Katika vita vya Hunain tukumbuke kwamba alikubakia peke yake mtume na ibn ammi zake wawili, akachukua farasi wake akisonga mbele akisema, ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Asema wastata'ana, akaweza kwa hikma yake, bihikmatihi, an yukhayyibahum fi ahdafihim, kutoacha maadui kufika kwenye malengo yao, kama faala fi Uhud. Kwa Uhud maadui hakupata malengo yao, au yughayyira majra alharbi, au kubadilisha mwendo wa vita, hatta yubaddila alhazimata intisaran, mpaka kubadilisha ule kushindwa kuwa ni ushindi. Kama vile ilivyotokea katika Hunain, ilibadilika ikawa Waislamu ni wenye kushinda. Maa anna mithla hadha at-tatawwur al-khatir, pamoja na kwamba haya mabadiliko ya haraka ya hatari ya Waislamu kushindwa wakati ule na hazima iliyopatikana, ta'khudhani bi mashaa'ir al-quwad, huwa ni yenye kuchukua feelings za yule kiongozi. Yani kiongozi akiona katika hali kama ile, tumeshindwa, watu wote wamerudi nyuma, watu wote wamekimbia, hakadha, ghaliban ya muathiri katika hisia zake, bali kwa wingi inamwacha katika a'sabin, watatrukani ala a'sabihim aswa athar, yamwacha katika yani pressure mbaya sana. La yabqa lahum ba'da dhalika, haibaki kwa viongozi baada ya hapo, illa hammun najati bi anfusihim, isipokuwa hamu ya kujiokoa nafsi yake. Yani kiongozi akiwa katika vita, akiona wanajeshi wamemkhalifu mathalan katika Uhud, au wanajeshi wamekuwa na udhaifu kama mfano wa Hunain, kiongozi amebakia, huwa ameachwa katika hali mbaya ya stress. Hamu yake inayobakia hapo ni nini? Ni vipi mimi nitasurvive, ni vipi mimi nitasurvive, vipi nitajiokoa. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa hivyo. Asema hadhihi min nahiyati alqiyada alaskariya alkhalisa, hii tunazungumzia katika upande wa uongozi wa kimilitari khalisa peke yake. Ama upande mwingine, min nawahi ukhra, fa innahu istata'a, aliweza Mtume sallallahu alayhi wasallam bihadhihi alghazawat, kupitia vita hivi, fardha al-amni, kuweka amani, wa basta as-salam, na kueneza amani, wa itfa'a nari al-fitnati, na kuzima moto wa fitna, wa kasri shaukati al-a'da, na kuvunja nguvu ya maadui,
katika vita vya Waislamu na wasanamu, siraa al-islam wal-wathaniya, wa iljaihim lilmusalaha, na kuwalazimisha kufanya msulhu wa takhliyat as-sabili linashr ad-da'wa, na kupeana nafasi ama njia ya kuweza kueneza da'wa, kama istataa, kama kwamba ameweza an yataarafa, kuweza kuwajua katika hivyo vita viwili ambavyo kwamba vimetokea, kujua ni nani ambao kwamba ni wenye ikhlasi katika masahaba zake, ni wa kweli, na ni nani ambao kwamba wameweza kuficha nifaq, mimman huwa yubtinu madha an-nifaq wa yudhmiru nawazi' al-ghadri wal khiyana, ambaye kwamba anaficha hisia za ghadri na khiyana. Ghadri ni kumwendea mtu kinyume. Asema waqad ansha'ana, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hivi vita ameweza kuunda taifa, kundi kabira kubwa, min alquwat, katika viongozi, amejenga viongozi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita amejenga viongozi ambao kwamba laqu ba'dahu alfursa waruman, wameweza kupigana baada ya mtume na nani? Na Furs na Ruman, katika mayadin al-Iraqi wa Sham, katika makawanda ya Iraq na Sham, katika zama za Saidina Bakar, Saidina Umar, hasatan Saidina Umar radiyallahu anhu wa arda. Kuna vita vingi vikubwa vimetokea, vingi sana vimetokea vikubwa. Fafaquhum fi takhtit al-hurub, wakawashinda maadui wao katika kupanga mikakati ya vita na kumanage hali ya vita, hatta istata'u, mpaka wakaweza, yani masahaba, ijla'ahum, kuwatoa kabisa, min ardhihim, katika ardhi yao, na wa diyarihim, na majumba yao, wa amwalihim, na mali yao, min jannatin, kutokana na bustani, wa zuru'in, na mimea, wa maqamin karimin, wa na'matin kanu fiha fakihin. Asema kama istata'a, kama kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika pia ameweza, bifadli hadhihi alghazawat, kupitia hivi vita. Maana tunataka kujua na natija ya hivi vita. Hivi ndio vilikuwa vita vya mwisho vya Tabuk. Sasa hivi vita in general, Mtume sallallahu alayhi wasallam amepigana vita vingapi? 27, ambazo kwamba yeye mwenyewe kapigana. Saraya na nini ni 47 kama sijakosea. Katika hivi vita 27 vilopiganwa ni 9. Alopigana Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani yake ni ngapi? Ni 9. Kando na hizo 10 katika hizo 27 alopigana ndani yake ni vita vya Badr, vya Uhud, Khandaq, Quraidha, Bani al-Mustalaq, Khaybar, na Fath, na Hunain, na Taif. Asema tukiangalia hivi vita tutoka na mafunzo gani sisi? Mtume ameweza katika hivi vita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kando na hayo tuliyotangulia kuyasema, kuweza kuwapatia makazi na ardhi na hiraf. Hiraf ni kazi, yani kazi za mkono, wal mashaghil, na kazi kwa Uislamu. Yani kupitia hivi vita Mtume ameweza kumanage economy ya Waislamu. Mtume ameweza kustabilize economy ya Waislamu. Ameweza Waislamu wote, kila sahaba anayekuja Madina ameweza kupata sehemu ya kukaa kupitia ghanima za vita kama hivi zilizopatikana, kupata kazi za mikono, hata takassa, mpaka akamaliza kabisa, min kathiri min mashakili lajiina, katika mengi ya shida za wale ni wenye kuja refugees, alladhina lam yakun lahum malun, hawakuwa na mali wala darun wala nyumba. Bali sitoshe, Mtume akawaandalia silaha na alquraa. Quraa nini? Farasi. Waluddata, na silaha, wanafaqat, na mali ya kuweza kupigana nayo. Hasala ala dhalika, amepata yote hayo Mtume salama, min ghairi an yaquma bimithqali dharratin min adh-dhulm, kando bila kufanya dhulma hata ndogo. Manake ilikuwa watu walikuwa wakiishi, economy ilikuwa yani amudu al-iqtisad, mti wa mgongo wa economy ilikuwa ni kumdhulumu mwenzako. Kabila limnyakulie kabila lingine ndio lipate mali. Ndio semaje Saidina Jaafar, kunna ahla jahiliyatin yaakulu alqawiyyu minna adhaif, mwenye nguvu humla nyonge kati yetu. Hivi ndivyo
walivyokuwa. Lakini mtume aliweza kubadilisha, watu wakapata maisha, wakapata makazi, wakapata silaha, pasina kudhulumu yote, pasina kufanya dhulma juu ya mtu yoyote. Waqad ghayyara, isitoshe tu hiyo, waqad ghayyara aghrad al-hurub, akabadilisha mtume malengo ya vita. Yalikuwa vita hayakuwa na malengo mazuri, watu walikuwa wakipigana kwa malengo duni. Asema allati kanat tadtarimu nar al-harb liajliha fi al-jahiliya, vita vilikuwa vikipiganwa kwa malengo yasiokuwa na msingi. Mfano vita vinavyojulikana kama harbul basus, harbu al-basus. Harbul basus zilikuwa ni vita vya jahiliya, vimepiganwa kwa ajili ya ngamia, kwa ajili ya ngamia. Unajua miaka mingapi? Miaka 40. Watu wanapigana si kwa sababu ya ngamia. Ngamia ameingia malisho ya kabila fulani, kiongozi wa kabila fulani akamuua yule ngamia. Yule ngamia alikuwa ni wa kabila fulani, lile kabila likaona hii sasa ni kama kutukosea sisi, kwa hivyo tutalipiza kisasi, wakaenda wakamuua huyu. Ikazuka vita baina ya kabila mbili ambao ni first cousin abnao umuma, wanaitwa Bani Bakrin wa Bani Taghlib. Bani Bakrin wa Bani Taghlib wakapigana miaka 40. Katika Waarabu waliokuwa na hikma pamoja na wao ni yule Al-Harith ibn Abbad. Alipoulizwa mbona hushiriki katika hivi vita, alikuwa yeye si kabila hili wala si kabila hili, akasema msemo ambao kwamba ndo msemo sahihi kwa mwenye kutaka kukaa mbali na mambo yasomhusu, ni anasema hadhihi harbun la naqata lana fiha wala jamal, hivi ni vita sisi ndani yake hatuna ngamia wa kike wala wa kiume, yani havi fahamu, sio hakujauliwa ngamia wetu wala hatujauliwa, hakuna, ni msemo wa Kiarabu. Na vita vingine ni vile vya Aus na Khazraj vilioendelea Madina miaka na mikaka, wakaja mtume akawapatanisha sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kulikuwa na vita vya kiholela, kando na vya kutafuta pesa ama ukubwa, kulikuwa na vita vya sababu zisizokuwa na msingi, basi watu wakipigana. Mtume akabadilisha malengo ya vita. Fabainama kanat alharb, wasema pindi ilipokuwa vita, ibaratun, ilikuwa vita ni sampuli ya annahb, kuiba, wasalb, kumnyakua mtu, alqatl, kuua, alighara, kuvamia, adhulm, kumfanyia mtu dhulma na baghi na uadui, wa akhdhi athar, kulipiza kisasi. Vita ilikuwa ni kazi yake ni kulipiza kisasi. Alfawzu bilwatar, kabtu adhaif, kumgandamiza dhaifu. Takhribu al-umran, kuvunja majumba yalokuwa. Tadmiru al-bunyan, kuvunja majengo. Hatka hurumati an-nisa, kuchafua heshima za wanawake. Alqaswatu bid-di'af wal-wala'id was-sibyan, kuwafanyia ukali wadhaifu, watoto wachanga. Ihlaku al-harth wan-nasl, kuvunja ama kuchafua, kufanya ufisadi kwa mimea, kwa watoto. Wal-abath wal-fasad fi al-ard, hizi ndio zilikuwa malengo ya vita. Haya ndio yalikuwa malengo ya vita wakati huo fi al-jahiliya. Idh sarat hadhihi al-harb, ikawa sasa baada ya Uislamu vita ni nini? Ni jihad. Ni nini? Ni jihad. Jihad kwa ajili ya nini? Fi tahqiqi ahdafi nabila, katika kupatiliza ama kuhakikisha kupatikana malengo mazuri. Wa aghradin samia, na malengo matukufu. Wa ghayatin mahmuda, na malengo mazuri. Ya'tazzu biha almujtama'u alinsani, jamii ya kibinadamu yajifakhiri kwa malengo kama haya. Ni yapi haya malengo? Asema faqad sarat alharbu, harb, vita vimekuwa ni kwa ajili ya nini? Fi takhlisi almustad'afina, kwa ajili ya kuwasafisha na kuwaokoa wanyonge. Yani vita vimeletwa katika Uislamu, jihad lengo lake ni kuwasaidia na kuwaokoa na kuwapatia nusra wanyonge. Almustad'afina asema
Mola walmustad'afina min arrijali wan-nisa'i wal-wildani. Hawa walikuwa wakisema nini? Alladhina yaquluna, walikuwa wakisema akhrijna, tutoe, min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha, kutokana na hiki kijiji ambacho kwamba watu wake ni madhalimu. Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira, tujalie kutoka kwako wewe mtetezi, kutoka kwako wewe Mola subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ndio malengo makubwa ya vita, ni kuokoa nani? Madhaifu. Imebadilika kutoka kuwanyang'anya madhaifu kurudi sasa ni kuwaokoa madhaifu. Wasarat jihadan fi tathhiri ardhillahi, katika ikawa ni jihad katika kutahirisha ardhi ya Mungu, min alghadri, kutokana na khiana walithmi waludwan, ila basti al-amni, kabadilika sasa ni kueneza amani na salama na huruma na rahma na kuchunga haki za watu na kuchunga haki za umurua. Kwa nini? Yani kulikuwa wakati wa jahiliya, kama tulivyoeleza, wanyonge wanagandamizwa. Leo hii katika Uislamu Bilal ni mnyonge, alikuwa leo ni kiongozi, leo ni mtu na maqam katika Uislamu. Suhaib ar-Rumi na wengine, hao wote walikuwa wakinyang'anywa haki zao, wakidhulumiwa haki zao. Uislamu umekuja kuwapatia hao wote haki zao. Isitoshe, wanawake walikuwa wakinyang'anywa, wakidhulumiwa, walikuwa wakirithiwa. Wanawake walikuwa wakirithiwa. Leo hii Uislamu umekuja, imempatia shakhsia, imempatia personality, kwamba yeye ni mtu, hatambuliki kama ni mtu. Umekufa mumewe, takuja ndugu yake mume wake atamrithi kama mali. Na tumeeleza sijui katika mihadhara gani kwamba kabla ya miaka 200 tu kulikuwa Uingereza, hata miaka 200 mingi, miaka 100, kulikuwa Uingereza wakifanya conference kubwa sana, wakialika. Conference hiyo yazungumzia mwanamke ni mwanadamu. Mwanamke kwanza ni mwanadamu kwanza, ndio tujue, kisha baadaye atakuwa na haki au hana haki. Nataka kujua mengi katika hayo, soma kitabu kilichochungwa na Sayyidi Dr. Muhammad Said Ramadan al-Buti, akizungumzia almar'atu fi tughyan an-nidham al-gharbi, mwanamke katika dhulma ya nidhamu ya kimagharibi. Angalia mwanamke alikuwa ni mtu gani mpaka leo. Sisi mwanamke Uislamu ulivyomweka na vile magharibi ataka kumweka, na sisi kwa kufuata nidhamu za kimagharibi tukakubali kuwaweka wake zetu katika hali hiyo, tumewadhulumu. Lakini mwanamke hadiriki hayo mpaka akiwa yupo ndani ya ile nidhamu, yani ameingia katika matope ya ile nidhamu, yuogelea ndani yake, yuwatapatapa, hajui atoke vipi, ndipo sasa ufikiria akakumbuka. Kwa sababu mwanamke kimaumbile ni kiumbe dhaifu. Wewe chukua mfano, wanaosafiri wanakwenda hata sio katika safari, chukua mfano mdogo katika safari. Ukiwa counter pale, mwanamke amekuja na mabegi 3 4, anashindwa hata kuweka juu ya ile ya mizani, si ndio? Alafu anajiita independent woman, sio? How is she independent and she's still dependent? Mnafahamu? Hawezi mwanamke, hakuumbiwa zile tabu, ameumbiwa raha, ameumbiwa starehe. Lakini alipoamua yeye kutoka kusafiri pasi na mahram, leo angelikuwa na mahram asingepata ile tabu, angelikuwa amesaidika, angelikuwa ameketi kando, mimi nitafanya check-in yako tumalize, safiri bikhair murtah. Lakini mimi naweza, I can go and travel alone, I can do things alone, I'm a independent woman. Mrongo, ajidanganya yeye mwenyewe. Kihakikatul hal hawezi kuwa independent. Wewe wakati umecheck-in, haya tumfika kule safarini, mizigo kwenye belt, kutoa kwenye belt ni kazi, kutoa kwenye ile belt kuweka juu ya troll ni kazi, si kazi.
can you help me please, can you help me, sikuhusu independent, waweza kwenda mwenyewe peke yako. Kwa nini unatafuta msaada? Kwa sababu huwezi kwenda peke yako kwa hakika hali, na hukuumbiwa tabu. Shida ni kwamba wewe hukuumbiwa tabu, lakini waitafutia nafsi yako tabu. Wewe hukuumbiwa tabu, lakini wewe mwenyewe umeitakia nafsi yako. Mwanamke hakuumbiwa kwenda kuhangaika ofisini, kudhulumiwa na bosi, kupatilizwa. Leo sio katika serikali za Kiislamu au nchi za Kiislamu au nchi za kikafiri au kampuni za, yani ghaliban kwa wingi mwanamke akiwa kazini lazima kuna fisi anayetafuta namna ya kumla. Taka usitaki, sema ni kweli si kweli, lakini lazima kuna fisi anayetafuta mbinu za sawa. Ni mwanzo unapotafuta kazi ukaleta CV ukaambiwa CV yako si hii, kuna CV nyingine inahitajika ulete, au ni baada ushapewa kazi au ile hiyo ni watu ambao kwamba watakupandishwa cheo. Tuzungumzi katika nidhamu ya Waislamu ama nini, tuzungumze katika wale wanaozungumzia women rights, katika wale wanaozungumzia women rights. Do they get their rights without paying back? Ni nadra sana, ni chache sana. Mwanamke katika Uislamu hakuumbiwa dhiki hizo zote, hakuumbiwa. Katika Uislamu mwanamke wakati wote yeye yuko katika chini ya protection ya mwanamume, na ni wajibu. Shida na ambayo ni kweli ipo ni kwamba wanaume sasa wa Kiislamu si wanaume tena, kwa sababu wewe mwanamume wajibu wako ni kutimiza haki za mkeo. Sasa mwanamume akitaka kuoa atafuta mwanamke mwenye kazi, tusaidiane maisha. Kweli kwa ulo tusaidiane maisha, sio? Lakini sawa, si kusaidiane maisha, sawa ni wewe umwangalie yeye maisha yake, amsaidiane katika maisha. Hata akifanya kazi pesa zile zake si zako, wala hafai kulipa rent ati yeye alipe rent wewe utalipa resheni. Akifanya sadaka ametoa. Lakini kukosekana wanaume wa kweli ndio hubidi wanawake wengine hawana budi kwenda kutafuta dharubu. Lakini haki ya mwanamke akiwa ni mchanga, ni mtoto, bado hajaolewa, yuko chini ya protection ya babake. Kule magharibi kuliko ambapo ndo kuna haki za wanawake, mwanamke akifika 18 hana haki ya kukaa kwa babake. Baba anaweza mtimua, na yeye anafaa ajipange. Akishafika 18 years anafaa ajipange to sort herself, atafute shelf ya kukaa, sehemu ya kuishi. Hana budi, ni lazima atoke, ahangaike, atafute. Kwetu sisi mwanamke ameketi, inshallah hakupata ndoa miaka 30, 40, 50, 100, yuko kwa mamake na babake, yuko kwa mamake na yuko katika himaya. Kule la baba marhaba, angalia pa kwenda, ni haki, kwa sababu nidhamu imekuwa vile, si ndio? What are you, wenyewe pale waulizwa what are you bringing home? Ni mwanamume ni mwanamke, nyote you are both same, hakuna tofauti. You must bring something ndo ukae kwa hii nyumba, si ndio? Lakini sio nidhamu ya Kiislamu. Nidhamu ya Kiislamu, mwanamke akiwa ni mtoto, akiwa hajaolewa, yuko chini ya himaya mpaka aolewe. Siku akiolewa inshallah na miaka 30 ndio masulia inarudi, inageuka, inakwenda kwa mume. Mume akishamuoa, wajibu wake yeye kumpatia malazi na makazi na nguo na kila kitu, ni wajibu wa mume. Ndio maana ukaitwa rijalu qawwamuna ala nisaa. Kwa nini? Bima faddala Allahu bihi ba'dahum ala ba'd, kwa vile Mola aliwafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi yao, kisha wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa kile walichokitoa katika mali yao. Ndio maana mume huwa ni mume anapotoa. Usipotoa huna say kwa mke wako, ndio hakika. Usipolipa, usipotoa, what's the difference between me and you? Sisi wewe unalipa na mimi nalipa,
Unanitishia nini? Hakuna kitu. Zamani wasichana walikuwa wakiona haya, walikuwa wakiogopa kuachwa. Unajua kwa nini wakiogopa kuachwa? Kwa sababu baadaye ukishaachwa hawa watoto wana hapa, mimi nitaketi wapi? Nitakwenda wapi? Nitaishi wapi? Hilo ndio nikifikiria. Lakini sasa hii tangu mwanzo yeye kabla hajaolewa ashakuwa well planned. Anasomeshwa skuli, akwambia learn so that angalau ukiolewa ukiachwa uweze kujisimamia. Yaani yeye ashapanga kwamba ataolewa atafanyaje? Ataachwa. Kwa hivyo tayari ashajipangia maisha ya kuachwa. Kwa hivyo Uislamu ulimhami mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta hii dini kwa ajili ya kumuinua mwanamke daraja pindi wakati alikokuwa akigandamizwa haki zake katika zama za jahiliya zilikuwa wazi. Sasa hii agandamizwa bado, lakini with branding. Mnafahamu? Ni branded ugandamizi yake. Mwanamke sabuni ukitaka kutangaza ni mwanamke, ukitaka kutangaza shampoo ni mwanamke, ukitaka kutangaza hili ni mwanamke. Mara nyingine anataka kutangaza tairi za gari kwa mwanamke picha yake. Sasa itasaidiana vipi? Zahusiana vipi tairi za gari na mwanamke picha yake? Kwa sababu kana ndio bidhaa. Ndio. Inakuwa muhimu sisi kitu tunatafuta ni attraction, sio? Basi. Asema kama shar'a lilhurub, mtume akaweka sallallahu alayhi wasallam kwa vita qawaida sharifa, misingi mitukufu, alzama taqayyud biha. Yani tupigana ndio, tuenda jihad ndio, lakini kuna misingi lazima sisi tuwe tumeshikamana na haya misingi. Alzama taqayyud biha ala junudihi wa quwadiha, akaamrisha jeshi lake na viongozi wa jeshi wao watashikamana na haya misingi. Walam yasmah lahum alkhuruj anha bihal, hakuwa ruhusu mtume sallallahu alayhi kutoka katika haya misingi kwa hali yoyote ile. Apokea Suleiman ibn Buraida kutoka kwa babake kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa idha amara amiran, akiampatia uongozi kiongozi, ala jaishin, juu ya jeshi, au sariyatin, ama sariya, au sahu, humpa wasia, fi khasatihi, katika khasa yake yeye yule kiongozi yeye, katika him personally, kwamba amche Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ma'ahu min almuslimina khaira, na awaangalie alikuwa nao katika waislamu awaangalie kwa khairi. Kisha akamwambia ughzu bismillah, nendeni piganeni jihadi kwa jina la nani? Sio bismi nafsi, sio bismi maslaha. Mfahamu? Sio kwa jina la nafsi yangu, na maslahi fulani katika vita nitakwenda, na maslahi fulani katika kumuua huyu nitamuua, sina maslahi katika kutomuua sitomua. Kwa jina la Allah. Ukipigana kwa jina la Allah ina maana utatekeleza sharia za nani? Za Allah. Fi sabilillah, katika njia ya Allah, hujatoka fi sabili nafs. Qatilu man kafara billah, mpigeni vita alokufuru. Ughzu, piganeni vita, fala taghullu, musiibe zile ghanima. Yani mmepata ghanima katika vita, siibe ghanima, zifikishwe kamili kisha zigawanywe. Wala taghduru, wala msifanye khiana. Wala tumathilu, wala msifanye tamthil. Tamthil ni kumkatakata yule maiti, umemuua kisha ukaanza wala taqtulu walida, wala msiue mtoto mchanga. Ni adui, mtoto wa adui, lakini usiue mtoto mchanga. Haya ndio kwa misingi ya Kiislamu. Na leo tumeona misingi ya maadui yako vipi katika vita. Kisha akiwaambia kwamba wayamuru bitaysir, anamwamrisha jeshi awafanyie watu mambo sahali. Akiwaambia yasiru wala tuasiru, fanyeni sahali wala msifanye mambo mazito. Wasakinu wala tunafiru, wakalisheni watu, karibisheni watu, sio fukuze. Asema kisha wakana mtume sallallahu alayhi wasallam idha jaa qauman, akiwajilia watu katika vita bilaili, wakati wa usiku, lam yughir alaihim hatta yusbiha, hawavamii mpaka asubuhi ingie. Angalia, ni adui. Tukifika pa sehemu adui ndio huyo, lakini sasa ni usiku amelala, ngoja asubuhi kwamba uke. Sallallahu alaihi wasallam. Utaona sisi
mabomu yalikuwa kiwangukia ndugu zetu usiku saa 4, 5, 6, 7. Asema wanaha, na akakataza ashadda nahi, makatazo makali sana, ani tahriqi fi nnari, kuchoma kwa moto, akisema la tuadhibu biadhabillah sallallahu alaihi wasallam, msiadhibu watu kwa adhabu ya Mungu. Adhabu ya Mungu ni moto. Wanaha an qatli sabiri wa qatli nisai, wale watu ambao wamekaa hawana wanawake kuwapiga. Wanaha an nahbi, akakataza kunyakua, yani watu pasina haki. Hata qala, mpaka akasema inna nuhba laysat biahalla min almayta, mali yalonyakuliwa hayako halali kuliko maiti. Yani maiti ni haramu na mali ya kunyakua pia ni haram. Akakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam an ihlaki alharthi wan nasli, kufanya ufisadi katika ardhi, mimea, mazao. Waqat' alashjar, kukata miti, illa idha ishtaddat ilayha alhaja, illa kukiwa na haja, yani sio kiolela olela. Wala yabqa siwahu sabili, kwa hakuna njia isipokuwa ni hiyo. Naam. Akasema wakati wa fathi Makkah, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoingia fathi Makkah, akasema la tujhizanna ala jarihin muslim, yani mtu amekufa, mtu amejeruhiwa, yani katika maadui umemjeruhi, sio haina haja umue, mchukue kama wateka nyara. La tujhizanna ala jarihin wala tattabi'anna mudbiran, simfuate mtu amekimbia katika maadui, amekimbia haja face, amekimbia, mwache. Wala taqtulanna asiran, usiue mtekwa nyara, mtu ametekwa nyara usimue. Wa amdha sunna, akatembeza Mtume SAW akafanya ndio njia, ndio nidhamu, kwamba asafiru au bi anna safira, kwamba safir la yuqtal, hauliwi. Safiri yani ambassador, hauliwi. Washaddada, akafanya ukali katika kukataza kuua almuahadina. Muahad ni yule ambaye kwamba ameingia katika nchi ya Kiislamu kwa ahadi, yani kwa kibali, ameketi katika nchi ya Kiislamu kwa kibali, kama vile kupewa visa ama kupewa permit. Umefahamu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba man qatala muahadan, atakayemua mtu ambaye kwamba ameingia na ameketi katika ardhi ya Uislamu kwa ahadi ya Uislamu, yani Waislamu ndio wamempatia ile haki ya kukaa pale, serikali ya Kiislamu ndio imempea haki ya kukaa, ukaenda ukamua, lam yurih au lam yurih raihat aljanna, hatupata harufu ya peponi. Adhabu kali. Kisha akasema wa inna rihaha, na harufu ya peponi yapatikana kwa mwendo wa miaka 40. Yani mwendo wa miaka 40 ni hapa mpaka wapi? Kwa miguu, mwendo wa miaka 40. Wale utakapofika kule mwendo wa miaka 40, kule utasikia harufu ya pepo. Sasa wewe ikiwa husikii hata harufu ya pepo kwa mwendo wa miaka 40, utakuwa uko mbali kiasi gani na pepo? Umefahamu? Utakuwa wewe uko mbali. Maana wewe sasa hivi ukisema unatoka kuanzia hapa mpaka mwisho wa dunia, ni muulize Google Map, atakwambia you will walk how many sijui years, lakini wewe miaka 40 tembea kule mbali kule. Kuna watu wanapata harufu ya pepo wakiwa pale, lakini wewe huipati hata baada ya pale. Uko mbali na pepo kiasi gani? Ila ghairi dhalika, na mengineo katika misingi mitukufu ambayo kwamba imesafisha vita kutokamana na uchafu wa jahiliya, hata ja'alataha jihadan muqaddasan, mpaka ikajalia ni vita vilikuwa na utukufu. Nitasoma hadithi moja ambayo kwamba inamalizia hii hadithi ya wala taqtulu walidan, usiue mchanga. Mtume asema wa idha laqita aduwaka, aambia viongozi, ukimpata adui wako katika ushirikina, kwanza mlinganie mambo matatu. Akikujibu katika moja haya matatu, kubali na umwache, usimuue. Yani Waislamu mmetoka, mmetuma mwende kabila fulani au nchi fulani kwa vita, kabla hamjaanza vita waiteni, walinganieni mambo matatu. Kikubali moja katika haya matatu, yakubali kutoka kwao na usiwapige vita. Asema kwanza ud'uhum ila alislam,
walinganie katika Uislamu. Wakikubali faqbal minhum wa kufa anhum, achana nao. Kisha ud'uhum ila at-tahawul min darihim ila daril muhajirin, waambie watoke katika ardhi yao waende ardhi ya muhajirin, wagure. Wa akhbirhum, na waambie kwamba annahum in fa'alu dhalika, wakifanya hivyo falahum ma lil muhajirin wa alayhim ma al muhajirin, watapata haki za wale muhajirina wako nazo Madina na haki na majukumu ya waliokuwa nayo muhajirina. Fa in abu, wakikataa kugura, waambie an yakunu ka a'rabi almuslimina, wawe kama wale waislamu walioko badia, walioko ushago, walioko nje. Yajri alaihim, yapita kwa wao hukmu Allah alladhi yajri ala almu'minin, hukmu ya Allah iliyokuwa juu ya waumini wote. Lakini la yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i shay'un, hawapati chochote katika ghanima. Zikija ghanima Madina hawana haki yote, illa an yujahidu, wakishiriki katika jihad watapata haki yao katika ghanima. Wakikataa kusilimu, basi fasalhumul jizya, waambie walipe jizya. Wakilipa jizya watakuwa na haki kama Waislamu. Asema Mtume, akikubali kulipa jizya faqbal minhum wa kuffa anhum, wacha usiwapige vita. Akikubali kulipa jizya watanene nao. Wakikataa kulipa jizya, yani mkataa kuwa Muislamu, mkataa kulipa na jizya, basi haki yako wewe kama kiongozi baada ya hapo kufanyaje? Kuwapiga vita. Fasta'in billahi wa qatilhum, tuka msaada kwa Mungu na wapige vita. Kisha idha hasarta ahla hisnin, ukiwazunguka ukawafungia watu ambao kwamba wako kwenye ngome, ukawafanyia hisar, sizi. Fa araduka, wakataka kutoka kwako wewe, an taj'ala lahum dhimmata Allahi wa dhimmata nabiyhi, kwamba utawapatia ahadi ya Mungu na mtume wake. Usiwapatie ahadi ya Mungu na mtume wake, wapatie ahadi yako wewe na wendani wako. Kwa nini? Kwa sababu hujui wewe kwamba asema ikiwa nyinyi mtakosea katika ahadi yenu, itakuwa mmekosea katika ahadi yenu ni sahali, kuliko kama nyinyi mmepeana ahadi ya Mungu na mtume wake mkakosea katika ahadi ya Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wakikubali kushuka, kuteremka, kutanazal kwa hukumu ya Mungu na mtume wake, usiwashukishe, wajalie watanazal kwa hukumu yako wewe, kwa sababu wewe hujui hukumu utakayotoa ni hukumu ya Mungu au ni hukumu yako wewe kama kiongozi. Hii yote ni kuwa sharpen wale viongozi, wajaribu kwa kiwango kikubwa, isiwe lengo ni kuwaua wale maadui, lengo ni kuwaongoza, lengo ni kuwatia katika Uislamu. Ndiposa akaambiwa Sayyidina Ali, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humuri na'am, law Mola subhanahu wa ta'ala ataongoza kupitia wewe mtu mmoja ni bora kuliko ngamia wekundu wengi. Ngamia wekundu ndio kuko wazuri zaidi, ghali zaidi katika bara la Arabu. Kuliko hao bora umsilimishe mtu. Vipi leo ukiwa ni kazi yako ni kumtoa mtu mmoja katika Uislamu, mtafutia mtu list, hapo umekosea, hapa wewe hapo ushapita, ushatoka kwenye Uislamu. Kazi yako wewe sio kutoa watu katika Uislamu, kazi yako wewe ni kufanyaje? Kuingiza watu katika Uislamu. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Darasa zitakazofuatia itakuwa ni kuhusu kueleza wufud zilizomiminika baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kurudi katika vita vya Tabuk, kuliteremka na kulitiririka wageni ama wufud makabila mbalimbali waliokuja Madina baada ya Fath Makkah na zaidi baada ya vita vya Tabuk. Inshallah taala mpaka tutakoma. Mola subhanahu wa ta'ala kwa yale ya khairi tuliyonena na tuliyosema ajalie fi mizani hasanatina, na yale tuliyokosea Mola subhanahu wa ta'ala tusamehe, ajalie aqibatuha alhusna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.